na ni bila kupoteza wakati wowote ule, ikiwa ni kabla ya introduction ya sinema. Ala, tunakuja kupata hapa, ndugu brother, wapenzi watazamaji, kuna nini? Tunakuja kupata kuna mama fulani ambaye sasa alianza kuweza ni kuchonga visu star kama hiyo, na kuna jamaa fulani ambaye sasa amefungiwa star kama hiyo. Huku unaona kikosi cha wanapolisi ni wakati ambapo kinakuingilia shasha, ni wakati ambapo kikosi cha wanapolisi kinakuingilia. Kisha mama akatoa yule jamaa mavazi. Baada ya kumtoa mavazi, akaanza kumtoa ngozi. Chiko manino Aisha salala, ni kwenye mwanzo wa sinema. Mama aliamua kumtoa yule binti ngozi. Choko maneno. Huku wanapolisi wako njiani wanakuingilia star kama hiyo. Bado ni kwenye ruti za mwanzo wa sinema. Mama alikuja kwanza akaamua kutoa roho. Cheki. Yani akaamua kwanza kutoa kaigangio. Aliamua kwanza kutoa kaigangio. Choko maneno. Akaingiza mkono, kisha akatoa kaigangio, ndio hiyo. Na unaona anamtoa ngozi. Yule jamaa akiwa uhai. Yule jamaa anatoa ngozi akiwa uhai star kama hiyo. Mama bado anaendelea para basi kutayarisha visu zake. Huku unaona kikosi cha wanapolisi tayari kimeshafika kwenye zile basement. Salala. Kisha akamtoa ngozi ya uso. Bado ni kwenye ruti za introduction, mwanzo wa sinema. Aisha akamtoa ngozi star kama hiyo. Huku unaona wanapolisi wako arzuinzi, wamejaa arzuinzi. Kikosi cha wanapolisi kimejaa arzuinzi. Kisha punde si punde, ina maana wakati huu shesha, mama kutokezea akiwa ameshika ngozi. Cheki, hii ni sura ya yule binti. Hiyo ni sura, mtazamaji, hakika ya yule binti. Hii yote kumbuka ni kabla ya introduction, mwanzo wa sinema. Iliendaje mpaka yule binti akatoa ngozi star kama hiyo? Sasa wacha tukuje sasa kuanza picha letu kikamilifu shasha. Maana swali ni je, iliendaje ikafikia wapi mpaka yule binti akakuja kutolewa ngozi disini kama hiyo? Hunter Title horror sinema. Alright. Tukuja kumpata manzi fulani kwa jina kipenda Ana. Ana ndiye manzi na ambaye restar kwenye horror sinema. Huyo manzi shusha ndiye na ambaye kwenye mwanzo wa sinema tumepata akitoa mtu gozi, akamchinja, akamtoa ngozi kama para basi vinyo unaweza toa ngozi wakati wa Krismasi, unatoa kambuzi ngozi. Yule binti aliuawa disini kama hiyo. Lakini swali ni je, iliendaje ikakuaje mpaka akakuja kuuza ni kutambarizwa? Na hebu tukuja kupata para basi manzi wetu Anna mwenyewe ndio huyo. Aliweza niko kuingilia para basi bila shaka arzuinzi kuweza kununua vitu na kadhalika. Manake wanaishi para basi mbali zaidi, na ili ufike kwa hii town ni mbali sana tina zaidi. Kwa hivyo alikuwa amekuja kuweza ni kufanya shopping. Alikuwa amekuja kuweza ni kununua vitu kadha wa kadha arzuinzi, kisha na maana hatimaye aweze ni kurudi nyumbani. Manake maisha ni mangumu. I can see already you don't got enough for all this stuff. Yeah. Na unaona para kwa msoto. Akaweza na kufahamisha para basi na una hata una para basi chapa enough. Lakini alikuja kaona advertisement ya jumba ambazo zinauzwa, na zile jumba ziko karibu pale na tauni. Juu unasikia yeye ana kambari zaidi, na akacheka kaona hata kuna watoto na ambao sasa wanaenda shule. Manake unaona basi la shule ndilo hilo. Kaona para basi ndilo hilo linakuja kuuza ni kuachukua watoto wanaenda shule, kumaanisha ardhi hizi sio pahali pambaya. Unaona? Kwa hivyo akawa na mawazo venye ambavyo sasa anaweza pata lile jumba, aweze na kuhamia ardhi hizo. Hatimaye aliweza na kurudi makwake. Manyumbani. Na utakuta kustamaajabu ya Musa kabla ya Firauni, manake anaishi katikati ya msitu. Manze wetu anaishi katikati ya msitu. Aliweza ni kuvuta ile shopping yake star kama hiyo, manake unaona anaishi katikati ya msitu. Hoyo manzi shasha. Alright.
Asante sana. Na kwa mashabiki wangu wote, asante sana kwa kuweza na kuvumilia. Kumbuka tulikuanga para basi na filamu nyingine pale, lakini shida ikapatikana, kwa hiyo ikabidi tunaweza para basi ni kulitoa ili tuweze ni kupata sehemu nyingine ya picha. Alright. Na kisha para basi alikuanga na dogi mwingine Arazwinzi, yani ako na Motina. Na apart from kuwa na Motina, ako na mtoto ambaye ndio huyo anakuja na babake. Yule kijana anajulikana kwa jina Rene na babake anajulikana kwa jina Joe ama ukipenda Joseph. Alright. Wanaishi Arazwinzi wote watatu. Wanaishi hapa kwa kichaka. Kisha para basi mzee ako para basi na bidhaa zake. Huyu mzee chesha anajulikana kwa jina Joseph na anapenda kuvuta fegi, na uvutaji wa sigara, mtazamaji, unadhuru afya yako. Huku sasa akikamata para basi mnyama anakuja, kisha para basi anaanza kumtoa ngozi, na Rene ambaye sasa ndiye mtoto wake alikuwa anakuja kuweza na kucheki. Rene alikuwa anakuja kuweza na kucheki namna namba sasa babake anakuja kuweza na kutoa ngozi na kadhalika, kuchinja nyama na kadhalika, huko akiambiwa lazima aweze ni kutoa para basi zile viungo pole na aweze ni kuchunga sana tena zaidi, ili kitu initagwa kaigangio na kani zisiweze kuchanganyika para basi, manake zitaweza ni kuleta taste mbaya. Unaona? Ikawa sasa ndio hivyo. Na mzee anampenda mtoto wake mbaya mbovu. Ukitaka mkosane, jaribu kucheza na mtoto wake. Ukitaka mkosane na huyu mzee, jaribu kucheza na mtoto wake. Anampenda sana tena zaidi. Alright. Mzee mwenyewe ni hunter. Wanga naenda para kura kichakani, na kisha hatimaye wanakuja panapata msosi. Lakini mama alikuja kumwambia babarai, tumeishi kwa huu msitu sana, na nimeenda pale tauni na nikapata kwamba nakuiti kuna pahari pazuri, kuna pahala pazuri. Yani alishaenda pale mtaani akapata kwamba nakuiti kuna sehemu mzuri pale na ambapo hata mtoto wao anafaa kwenda shuleni. Lakini mzee akamwambia, no way, ina maana hakuna vinyana sasa huyu mtoto ataenda shule. Sisi tumeweza para basi ni kuishi Arazwinzi. Haya ndio maisha yetu, na kuna namna nambo sasa ati Rene ataweza kusemekana ati kama nakiti anaenda shuleni. Hicho ni kitu, ni jambo ambalo sasa mzee anakuja kuweza na kufahamisha hakiwezekani. Lakini anakuja kuulizwa, babarai, huyu ni mtoto wetu, unataka tufanye nini? You weren't gonna tell me? I didn't want to say you again. Renee, take your food into your room. Can't I just cover my ears? Do as you're told, please. Won't be long. Go on. You were gonna put us in danger with no warning? We're not. Huku sasa alikuja kuweza na kuulizwa, mbona unataka kuweza kuhatarisha maisha yetu? Lakini anaweza na kumfahamisha, wewe usikuwe na wasiwasi. Nimeangalia na nikaona nikana kwamba sasa wolves zimeweza na kurudi. Huko namwambia mama, kuna wolf fulani na ambapo sasa huanga inakuja kumhunt. Kuna wakati mmoja walikuwa na huntiwa na ile wolf na akaweza ni kuimaliza. Lakini mama akamwambia, tutaishi kwa msitu mpaka lini? Fish cop's gonna do something I can't. Maybe they can catch it. Akamwambia tuweze kuinvolve police. We don't run from our troubles. Akamwambia tuweze tukapotelea shida. Then they bring their problems to Well, us. at least I have good reason to be worried about the wolf. You're scared of people. Enough. Mzee akaweza na kufahamisha, mimi sijakuja hapo nipanga pange, na kama kuna kitu na jambo ambalo sasa ule parpa basi hataki kusikia ati kama na kiti bibi yake kuna kitu chochote kile anaweza kuja kumwambia. Unaona? Hataki kusikia kitu kama hicho. Hataki kuweza ni kuambiwa chochote. Aliweza ni kufahamisha babarai, nitaweza ni kutafuta namna, na siku namba itaweza ni kufuata, nitamkamata yule wolf. Lakini mama anamuuliza, si tunaweza tukanunua hili jumba? Just think of... Tunaweza tukanunua hili jumba,
tuweze ni kuchomoka Razwinzi, tuende tukaishi maisha mazuri, hata Rene aweze ni kwenda shuleni. Kearney isn't a city, it isn't even a town. But there's a school and it's still close enough to the trap line. We could talk to a bank, I could get a job. She's been in there long enough. She's gonna think we're punishing her. Lakini Muthee akamwambia Rene, kulingana na venye sasa tumeweza na kukaa naye Razwinzi, huenda hata akafikiria tunampanish. Kwa hivyo there is no way nitaweza ni kukubali aweze ni kuchomoka Razwinzi. There is no way nitaweza ni kukubali aweze ni kuchomoka Razwinzi. Lakini mama angependa sana na angetaka sana Tina zaidi kusikia kwa maana kiti mtoto wake angalau na ameweza ni kuenda shuleni. Unaona? Angependa na angetaka sana Tina zaidi kuweza ni kusikia kwa maana kiti mtoto wake anaenda pale shuleni. This is a hard life. Lakini Muthee akaweza ni kufahamishwa, this is a hard life. Life is hard. Life is hard. Everywhere. This is harder. Lakini mama akamwambia, haya maisha ya kukaa kwa msitu, ni mangumu zaidi. Hata kama para basi unasema life is hard, manze hii ni hada. Yani haya maisha ni mangumu zaidi. Namna namba sasa tunaishi, manze ni kungumu. Mbona tusichomoke Razwinzi? Lakini kaza na kufahamisha, this is our astro love. Yani land. Hii ni land namba sasa tuliweza na kuweza kuachiwa na ancestors. Kwa hivyo there is no way tunaweza tukachomoka Razwinzi. You are. I never finished school. Hata mimi sikumaliza shule. Week. Kwa hivyo sasa para basi haimaanishi ati Rene lazima aweze ni kwenda shule. Lakini mama anamwambia hapana. We are left behind. It feels like the world has left us behind. Yeah, ni kama maisha inatuacha nyuma. Tuchomoke Razwinzi, tuende tutafute nyumba pahali na ambapo kuna watu. Tuache kuishi kama wanyama. This is our life. This is our home. Nothing pushes us out of our home or our life. Akaweza kumwambia hata wewe hawezi ukaniambia tuweze ni kuchomoka Razwinzi. Hapa ndipo pale ambapo sasa niliweza kulelewa na siwezi nikachomoka. Mama anasikia vibaya. Katoto kao nako ndi kaka. Kare katoto kwa jino kipenda Rene. Washalala. Asante sana. Alright. Barabara kisha. Ilibidi sasa waweze na kuja kudozi. Na kama na kitu amekuwa na argument. Oi. Maze anashindwa sasa. Hii ni maisha ina gani? Haya ni maisha ina gani? Ambao sasa tunakuja kuweza na kuishi Razwinzi. Ani. Unawameandere na moko ujoro. Kipenzi changu. Hai shuru. Tamana unasikianga sasa kama umeamua kupenda mtu itabidi umpende kwa hali na mali. Mama anampenda sana Tina zaidi bwanake. Mama anampenda sana Tina zaidi bwanake. Alright. Na zile nyakati za usiku ukicheki na utazame utaona kama kitu kuna watu na hapa basi, yani kitu fulani na ambacho sasa kinakuja kuwiza ni kuwachungulia. Kisha sasa kijana hapa basi amakipenda para basi Rene akawiza ni kuona Mzai wakati na ambapo sasa anataka kuwiza ni kuchomoka. Akaona ni wakati na ambapo Mzai anataka kuwiza ni kuchomoka ili kwenda kwenye mawindo. Unaona? Yataka aweze ni kuchomoka Razwinzi, aweze ni kwenda kwa mawindo Razwinzi. Alright. Na Rene anapenda sana Tina zaidi life ya babake. Anapenda life ya budake sana Tina zaidi. Huku Mzai anakuja anaweza ni kucheki. Anaona pale vitu na ambazo sasa babi ya aliweza na kutumia kuweza na kuhunt na kadhalika. Stay home and help your mom with it. Hey bana. Mbona umeamka mapema hivyo? Nenda ukalale. Well, and then you can hunt the ones that chase. Mama yako atakuja pale basi na atakasirika. Kile kamwambia hapana. Wherever you go, I go. Hata mimi nataka kujua kuhunt. Hata mimi nataka niweze na kujua namna ya kuweza na kuwinda na kadhalika. Kwa hivyo lazima tuweze kuchomoka na wewe. Path home, no questions.
ikabidi sasa ndivyo hivyo waweze ni kuja kuuliza na kuchomoka, na akamwambia mamako najua atakuja kuweza kuuliza maswali mengi, lakini wacha tuweze ni kuchomoka. Sasa waliweza ni kutambaa hadi sasa ikawa usubuhi na mapema. Ni kwa ule msitu, unaona hapa ni kwa ule msitu. Alright, kuliweza ni kukucha kibisha. Mama naye sasa wacha akucha kucheki, akapata Rene hayuko. Kaimwadhani ile kitu imebaki ara zoezi ni Motina peke yake. Oi, I'm here, go. Renee is with you? Rene is with you? Yeah, it's just base sets. Ni alangathia guko maru ndigi kimutigire. You sure that's safe? Kaza kumuuliza uko sure para basi mko safe? I just got 20. Akamwambia usiweze kuwa na wasiwasi. Usije ukawa na wasiwasi hata kidogo. Usije ukawa na wao. Yani mama aliweza nikufahamishwa haina hoja ya kuwa para basi bila shaka na wao. Alright. Asante sana Tina basi bila shaka punzi kabisa. Wandada. Alright. Waliweza para basi ni kutamaa kule kichakani. Asante sana. Huku sasa para basi wanaendelea kuangalia juu. There alikuwa ameweza ni kuweka mitego na kadhalika. Huku anaendelea kuongeza ingine. Juu kazi yake ni kuweza kuwinda. Jante yake ni kuweza kuwinda. Anaenda anapata kitu kama vile swara. Anaenda naye nyumbani. Wanapata chakula. Anaenda anapata kitu kama vile karabit. Anaenda nyumbani. Wanapata msosi. Haya. Waliendelea para basi bila shaka ni kujibamba. Ina maana sasa waliendelea kutambaa kule kichakani. Waliendelea sasa ni kuweza kutambaa ni kule kichakani shasha. Alright. Gotta give him some of what he wants. We'll be back now. Waliendelea sasa kutega mitego hizi, ndugu brother wapenzi watiaza maji. Ina maana para basi waliweza ni kuendelea kutega ni mitego hizi. Alright. Asante sana. Barabara. Is it him? Going home. Kisha kaweza na kuona alama fulani ya razuizi. Headed to the Akamwambia kijana itabidi umeenda nyumbani. Na ukipata kitu chochote kikimove, piga risasi. Na usipotee. Hakuna kukimbia. What do you do if you see something? Unakuwa kubduki, Yeah. lakini usipotee. Tell Mama I'll be home after dark, okay? Ambia mami nitaweza na kurudi. Ikifika majioni, nitakuja kuweza na kurudi manyumbani. Kuna kitu fulani ambacho ameona, na ndio maana unaona kama na kiti sasa ameamua. Aweze ni kumwambia Rene aweze ni kwenda nyumbani, huku mama naye ni wakati ambapo sasa anaendelea kuchocha ni maji ya razuizi. Alright. Barabara kabisa. Mama anaendelea kuchota maji ya razuizi na kisha kama kutambaa. Salala. Alright. Barabara kabisa. Lakini kutokana na vinyo na sasa mama aliweza ni kufahamishwa kwamba na kiti kuna ufu. Bado ako na uoga. Unaona? Bado yuko na uoga. Bado yuko na uoga razuizi. Choko manino. Salala. Mama ako na uoga. Kisha mdhara kuta kaweza na kucheka kaona. Ai. Tiko seo. Alianza kuona alama fulani ya razuizi. Alama ambazo anajua kwamba na kweti hizi zinamaanisha tiko seo. Ni kudhauku mno. Punde si pundi. Aha. Akaamua sasa kuita wolf. Asante sana. Akaanza ni kuita wolf razuizi. Mama naye sasa kumbara akaanza kusikia zile masauti. Akaanza kuhisi uoga. Na unaona ametoka mbali. Huku kijana naye sasa ndio huyo anakuja tu akicheza. Kijana anakuja tu akicheza. Na uchunge. Cheko maneno. Ai. Bode naye sasa anaendelea kuita wolf. Pole. Naye mama akasikia.
Ni kama anafuatwa. Mama ana sense ni kana kwamba anakuja kuiza na kufuatwa, kwa hivyo ilibidi aweze ni kukimbia. Cheki maneno, ilibidi aweze ni kukimbia. Maji yote namba sasa alikuwa ameweza ni kuchota na mimi yametoka mbali, ikaenda kimwagika. Kijana naye akakuja kabisa ni kuchukua maposition. Maana pia kijana kuna kitu fulani ambacho ameweza ni kucheki. Punde si punde Mudhene sasa kaanza kuitana tena, lakini this time alisikia sauti. Cheki, akasikia sauti na hapo akajua sasa lazima aweze ni kuspidisha aende pale ambapo sasa amesikia ile sauti. Mama naye sasa amekimbia, maji yote hakuna. Wira wa goma amekasirika, mama amekasirika. Itakuwaje? Haukamu itakuwa namna gani? Alright, itakuwa namna gani ya Rozuizi? Washalala naye Mudhee ndio huyu alikuja sasa na ile rival yake, akaona sasa para pa basi umbwa mwitu ndio hii. Matakura kokubduki, kisha viming. Akaona kuna kitu inakura, na pia kijana akapiga risasi juu pia kuna kitu alikuwa ameweza ni kuona. Asante sana kijana, kama kwa maana kiti sasa kuna lingine ni aweze ni kuelekea para basi manyumbani. Washalala Aisha chokumanino. Kijana sasa ni faster. Hapa ni kwa msitu, ndugu brother mpenzi mtazamaji, nikakufahamisha hii familia wanaishi kwa msitu, lakini sasa Mudhee kuna kitu fulani ambacho sasa ameweza ni kuona, na kwa hivyo pahali ambapo aliweza kufukuza yule mnyama kuja kucheki, akapata huu ni mkono wa binadamu. Ai, itakuwaje? Itakuwa namna gani bana? Mkono wa mtu, kumaanisha tikuseo ni kubaya. Ati nini? Ni kubaya sana tena zaidi. Ai, itakuwa namna gani bana? Punde si punde Mudhee akaweza na kutokelezea kwa barabara stara kama hiyo. Sasa nashindwa mkono wa mtu umetoka wapi? Ai, kisha kuchekea Rozuizi kapata hapa kuna damu cheko maneno, lakini wakati aliuza ile damu akasia bado ni moto. Kisha kucheki akaanza kuona alama fulani kwa miti. Cheko maneno, akaanza kuona alama fulani kwa miti. Cheki, walalayai akapata hapa kuna alama kwa mti. Sasa kashindwa, hii alama na wolf itakuwa namna gani? Na hapa tipaweza ni kujua hayuko peke yake kwa hiki kichaka. Hapa ndipo kuja kuweza na kujua hayuko peke yake. Alama ndizo hizo. Akaendelea kuzifuata. Cheki, akaendelea kuzifuata kule kichakani, akaendelea kuzifuata. Kijana wetu Joe ama Karpinde Joseph akaendelea kufuata Rozuizi juu anashindwa. Itakuwaje? Haukamu. Ai, anaona zile alama sasa, anaenda kizifuata stara kama hiyo. Anaona zile alama na anaona hakika hapa kuna mtu ambaye sasa alikuwa na weka hizi alama. Ai, kitu kakare gani? Haya, ameboeka juu sasa anashindwa itakuwaje? Zile alama haziishi. Buduki shikeni bai. Weka sasa zinga mkononi chasha.
Jongelia. Akaanza kujongeria shisha. Mosa. Ina maana pole pole. Cheka maneno. Kwa mbali akaona hapa kuna kiti. Kisha roti kando kuna mtu. Cheki. Anashindwa niitane nisiitane. Anashindwa aitane ama asiitane. Manake chenye amekuja kuiza ni kujonia mtazamaji. Hey! No tu anaona mguu ya mtu. Hey! Kaona huyu mtu aniongereshi huenda amedozi. Lakini kuchungiria akapata hapa kuna dem na amefungililiwa kwa mti. Ai! Lili jambo likakuja kwa sasa kumtia kiwewe. Ina maana lile jambo likaanza kumtia wasiwasi. Ai! Kisha kutazama. Cheki miili ya watu. Hapa kumejaa miili ya watu. Ai! Na wote wametambarizwa. Na wote wameweza ni kutambarizwa. Wote wameweza ni kuuawa. Ai! Itakuwa namna gani? Itakuwaje? Itakuwa namna gani shisha? Salala. Ai! Kijana wetu Joseph. Hapa ndipo anakuja kuona sasa hali hatari shisha. Yeye alikuwa anafikiria tu kama naketi anakuja kudili na Wolf. Lakini sasa amekuja kuona sio Wolf. Kuna kitu kingine tofauti zaidi. Sasa anakuja nyumbani. Kutokana na chenye aliona hata msosi imekuwa sasa pale pa basi. Ni kama imeonja chumvi mingi cheki. Hey, on the line. Renee says she heard a gunshot. Thought I heard something. Aunt? I was wrong. Deep in the forest, a call was sounding, and as often as he heard this call, Ala. mysteriously thrilling and luring, he felt compelled to turn his back on the fire and the beaten earth around it. Sasa lile jambo linakuja kuweza na kuwatia wasiwasi. Mude hakutaka kuambia familia yake. Juu anajua chenye ameweza ni kujionia. Sio kitu cha kawaida. Anajua vizuri sana tena zaidi. Kile na ambacho akaweza kujionea. Hakika ni kitu na ambacho sasa ni hatari zaidi. Hajui ndicho nini. Lakini ameshajua sio kuzuri. Ina maana ameshaweza na kujua kwamba na kwetia sio kuzuri. Sio kuzuri hata kidogo. Na hapo ndipo pale na mapo sasa hata kuweza kudozi. Akaanza sasa kutengeneza mitego. Unaona? Akaanza kutengeneza mitego. Juu sasa ameshajua tiko seo. Ina maana ameshaweza na kujua hakika sio kuzuri. Ni kubaya zaidi. Right. Alright. Haya. Alikuja sasa bibi yake anamwambia my dear. Hii mambo ya kukaa kwa msitu tuache. Unaona? Bibi anamwambia babara hii. Jose. Tuache kukaa hapa kwa nini? Kwa msitu. Lakini anamwambia usiweze na kuwa na wasiwasi. Usije ukawa na wasiwasi, manake mambo yote itakuwa sasa niko shwari kabisa. Usije ukawa na wasiwasi hata kidogo. Manake para pa basi nitahakikisha mambo itakuwa iko barabara kabisa. Alright. Haya. Asubuhi na mapema. Amari pata para pa basi kari katoto bado kako arzuinzi.
Ina maana mtoi yuko ardhi shasha. Are you there? Huku alikuja kuweza kwanza kumpiga Parpa basi mwashiriano. Nuna hapa kuna mizoga mingi zaidi. Hapa kuna mizoga mingi zaidi. Cheki. Hiyo yote ni miili ya watu. Ai! Jamaa mpaka nakuja kuweza ni kuchanganyikiwa na shindwa. Itakuwaje? Haukamu. Itakuwa namna gani bana? Lile jambo linakuja kuweza kumtia wasiwasi zaidi. Kama kuna kitu na jambo ambalo sasa linamtia wasiwasi, manzi ni vingine ambavyo sasa nakuja kujionea arzuizi. I'm gonna stay out all night if that's what it takes. Aliweza nikufahamisha bibie, leo sikuji nyumbani, nitakuja kesho asubuhi. Manake chenye ambacho sasa naona arzuizi, itabidi sasa niweze nikukuwinda zaidi. Niweze kukiwinda mpaka usiku. Kesho mchana nitaweza nikukuingilia. I know. In the meantime, don't veer too far from the cabin. Na akaweza nikufahamisha usiende mbali Parpa basi bila shaka na Kevin. Manake huenda nikakuhitaji. I thought you said there was nothing to worry about. Lakini akaulizwa, si ulisema hakuna kitu cha kuogopa? Just to be safe. Just be safe. Lakini mzee nakwambia amestuka venye hujawahi ona. Ameweza kustuka na hataki bibi ajue. Hataki bibi yake aweze kujua kuna kitu kama hicho ambacho kinaendelea. Alright. Asante sana Aisha. Bado akakura kichakani. Naye sasa bibie walichukua na Parpa basi na Rene kwenda kutafuta maji. Kubuka Parpa basi majuzi wakaenda kwa mto kutafuta maji, lakini Parpa basi uoga ukawa ni mwingi, kwa hivyo ikabidi wameweza na kurudi manyumbani bila. Sasa wakakuja kuweza na kuchukua kwa Parpa basi bila shaka ni maji. Asante sana. This is 2 off your dad's record. Pretty soon you'll even beat that. Yeah. Huku sasa yule Mutina wao anajulikana kwa jina Tova. Anashindwa sasa Mutina ameenda wapi? Hai? Mom, where's Tova? Mukuru. Ako wapi Tova? Kamba hawezi akaenda bari. Yule sasa dogi. Lakini wachunge sana tena zaidi. Tova! Punde si pundi. Chunge sana Parpa basi Rene. Umbwa mitu. Aisha. Umbwa mitu. Ufa. Ikakuingilia. Lakini sasa mama ilibidi sasa atoe sauti yake yote. Hii sasa si ya kutoa nyoka pangoni. Hii ni ya kufukuza ufu. Novo kwata. Ai we usionoa dia we. Ikabidi sasa wizi ni kutoroka. Yule ufu akakuja kuchukua Parpa basi buduki fasta na arwa. Aisha. Lakini Tova haonekani. Fasta Parpa basi kukimbia hadi kwa nyumba. We, salala, ni kubaya zaidi. Ni kurupiu. Yani ni kubaya zaidi. I'm gonna go look for Tova, okay? Lakini sasa manzi alikuja kisa na kufahamishwa Vavarai. Nataka uweze ni kukaa razuizi. Wacha niende sasa nikatafute Tova. Manzi aliweza ni kufahamishwa. Lazima uweze ni kutulia. Uweze kujifungia razuizi. Mimi nachomoka kwenda kumtafuta Tova. Anaenda kumwangalia Mutina. Chikumalino. Ikabidi Rene aweze na kujifungia para kwa jumba. Kisha sasa mama awezi sasa ni kujungiri kure kichakani shisha. Yuaenda kumtafuta Tova. Mos. Tova! Ina maana pole. Asante sana. Chunga sana tena zaidi mama. Na nyakati ni za mchana. Nyakati ni za mchana ndugu brother wapenzi watazamaji. Lakini chenye mama alikuja kuiza kujionia
alibaki tu kulia. Hoi. Kumbe Mutina ameuawa. Hoi. Mutina wako Tova ni kuisha maneno. Tova tayari ni kuisha maneno. Yule sasa Dogi tayari ni kuisha bei. Na jiona Jokoma na Katerina anampenda sana Tina zaidi. Alikuja sasa kumdanganya cheki. Aliweza kumdanganya akamwambia usikuwe na wasiwasi. Tova sasa para basi ni umbwa na anajua chenye ambacho sasa atafanya kwa hivyo. Kama ni kurudi mahome, ataweza sasa ni kuweza ni kurudi. Kama ni kurudi mahome, yeye ataweza ni kuweza ni kurudi. Kwa hivyo usije ukawa sasa na wasi hata kidogo. Against a wolf. And said wolves hate dogs. Lakini sasa kamwambia, Dadi alisema wolves uwanga zinachukia Mutina. Kambua usikuwe na wasiwasi. Tova atakuja nyumbani. Sawa sawa? Fine. Usije ukawa na wasiwasi. Tova atakuja tu pale nyumbani, kwa hivyo usije ukawa na wasiwasi hata kidogo. All right. Wolf and neither are we. Right? Right. Good night, sweetheart. Haya. Weza kulala usiku mnono. Sasa nashindwa. Nitalalaje usiku mnono na Tova hayuko nyumbani? Haya, aliambiwa alale usiku mnono lakini akalala usiku mkonde. Juu ako na huzuni. Manzi wetu shusha. Kisha wakati huu ule usiku mama hakuweza kupata mawasiliano kutoka kwake Joseph. Joseph hakuweza na kumdungia mawasiliano na wanaishi kwa kichaka. Hapa ni kwa msitu, mtazamaji. Haya, alijaribu kutumia walkie-talkie. Joseph, are you there? Huko kimuuliza Joseph, are you there? Mpaka namwapichia para basi ujumbe. Kimwambia my dear, kuja nyumbani. I miss you. Dirako misorokania piu. Tafadhali njoo nyumbani. 3, 5, 7, Haya. 11, Huko nakumbuka para basi vinyi ambavyo sasa 13. 13, walikuanga nakuja kuiza na kuturia razoizi. 19, Huko anaendelea sasa ni kucheza sasa para basi na mtoto wake. Anampenda sana Tina zaidi Rene. Na hawezi akataka Rene aweze ni kujua kama na kuiti Mutina alikufa. Waliamua kwenda sokoni. Wewe ni nini? Ya usiende hiyo njia. Anajua akienda hiyo njia atapatana na Mutina na amekufa. Kamwambia si twende namna hii. Kaambia hapana. Come on. Come on. Twende. Kabidi wamepita para basi rotibi. Already kumbuka Mutina ameshakufa. Na uliona babake mambo sasa alikuja kujionea. Haya, wakaingia kura kichakani. Ni mdogo. Haya, tulia. Rene, kuna kitu fulani na ambacho sasa amekuja kuiza ni kuona. Rene, kuna kitu fulani ambacho alikuja kucheki. Ai! Ile mitego na ambayo sasa walikuwa wameweza ni kuteka tayari imeshaweza ni kususiwa. Lakini wakati walikuja kuweza na kucheki wakapata hapa kuna pete. Cheki. Hii ni pete. Na ni ya Diamond. Sasa wakashindwa. Pete na wolf. Ai! Hapa kuna kitu na ambacho sasa akiendi fiti. where would I get it from? Go right in the truck. Hakika hapa kuna kitu na ambacho hakiendi fiti. Mama akiamua kama na kiti sasa lazima ataenda kuripoti. Hebu tugoje kumpata sasa sheriff fulani kwa jina kipenda Dani. Dani sasa ni sheriff ambaye sasa para basi hapa kuna police station ambayo sasa iko Razuinzi na hapa basi
Dani mwenyewe ndio huyo. Acha nikwambie sasa, hii kazi ya kufanya kazi bali na sasa hakuna watu, hata hakuna mtu autoi kitu kidogo. Hii maisha ni ngumu sana eh. Na kisha sasa wanakuja kuweza ni kupata kwamba na kiti sasa kuna huyo mama na jina Lucy. Na mama mwenyewe ni mwanapolisi ambaye sasa alikuwa anakuja kuweza ni kupata statements na kadhalika. Yeye kazi yake ilikuwa tu ni ya kuchukua malalamishi. Akipata malalamishi anayachukua na kisha huyu Dani yeye anachomoka anaenda pale ambapo sasa kunahitajika usaidizi. Wako tu wawili kwenye hii patrol base, wao wako tu wawili, hakuna wanapolisi wengine, ni wao tu wawili na ambao sasa wako wanazoezi. Bring the sat phone. Coverage up there stinks. Kind of like that lunch that you just brought in. Ikabidi sasa aweze ni kuchomoka. Ikabidi sasa aweze ni kuchomoka. Yaani anafika tena inabidi pale basi ameweza ni kuchomoka. Hiyo ndio kazi yake huyu Dani. Kwenda sehemu tofauti tofauti. Sasa aliweza ni kufahamishwa kuna ufurani namba sasa imededi, kwa hivyo sasa aweze ni kuja kuichukua na kadhalika aweze ni kuchomoka. Lakini sasa huyu mdhari kuja kumwambia Vavarai, hii ufu vinyi namba sasa imekufa. Sidhani para basi imeuawa na hunter. Hii ni kifo namba sasa inaonekana ni cha unyama. Akambo it is just a wolf. It's when an animal loses its natural aversion to humans. Bad for animals, bad for humans. Get some proper trash cans. Hey, thanks for stopping by, huh? Haya, ikabidi sasa aweze ni kuchomoka. Ameboeka juu sasa kila wakati ako kazi. Haya, ilibidi aweze ni kutamburuka. Huyu ni Dani shasha. Alright. Haya, lakini alikuja kapata hapa kuna dinga. Karichiki. Haya, kisha kaona tuacha hizi ni kuendelea na safari yake. Aliweza ni kupata hapa kuna dinga, lakini manake hakuona mtu sasa, ikabidi aweze ni kutamburuka manake sasa huenda ni mtu ameweza ni kwenda kujisaidia na kadhalika. Kumbuka ni kwa msitu. Kisha Rene ndio huyu. Mamake kukuru upande wa Dani akiandikisha statement kwa maana kweti amepata kidole na kwa kile kidole akapata para basi kuna hii pete, kumaanisha kuna mtu na ambaye sasa ameuawa, na akakuja ni kuripoti bwana yake ameenda na hajaweza ni kurudi. Kwa sasa nataka kumripoti kama missing. Radio contact. 36 hours isn't that long for a hunt. We lose radio contact out there all the time. Lakini akafahamishwa 36 hours is not that wrong. Kwa hivyo sasa wewe ni mwanaume, wacha aende akahunt, wacha kuja kuweza kulalamika. Unasikia mrembo? Waza usianze hapa kunivatia kazi, nimechoka sana eh? Dani anasema kwamba naketi ameweza ni kuchoka. Huku manzi akaambiwa mtu ameenda kwa hunt kwa huu msitu 36 hours na unaanza kulalamika. Lakini anaambia hajawahi weza ni kwenda akakosa kurudi. In your town it'd be different, but you can't really blame a wolf for being a wolf, especially if he's doing it where he's supposed to. Technically, he has more claim to that area than she does. This isn't a normal wolf. I stood face to face with it as close as we are now. Was it foaming, rabid? It wasn't rabid. It was mean. Akaweza na kufahamisha kwa mwanaketi ila wolf namba sasa niliweza kupatana nayo. It is not just a wolf. It was very mean. Okay. Iguwe mean. Ile kitu hiyo mimi nimechoka eh. Na hii mambo ya kuanza kuniambia ati wewe tuweze ni kutoka tuende tukatafuta mtu mzima, mimi sitaweza ni kufanya hivyo. Akaweza kuulizwa nini ingine unaweza ukanisaidia nacho? Tukusaidie na nini? Akaweza ni kusema msosi. Do you have any food? Uko na chakula? Chakula hapa iko kwa wingi eh? Sasa akapewa kinyaki. Rene aliweza ni kubambika manake hata kupata msosi na kuanga ni ngumu. Haya, hatimaye waliweza ni kurudi pale manyumbani. Ulalaiai washalala na unaona pale basi mamako disappointed, manake kitu ambacho alikuwa anataka hakijaweza ni kufanyika. Jambo ambalo alikuwa anaweza pale basi bila shaka ni kutaka, alikuwa anataka usaidizi kutoka kwa polisi wakuja kuweza kuingia kule kichakani wamtafute bwanake, manake bwanake hachukui kichuki.
Manake shida hata sio kurudi. Shida ni kwa manake eti hata habongi. Oi. Kaweza para kumfahamisha Rene aweze ni kuingia kwa upande wa nani. Najua hataki Rene aweze ni kuwa pale pa basi na huzuni. Akachukua kijiko na kisha akaenda kumzika. Ni yule sasa Mutina. Oi, kama Mutina. Haya. Mutina kumbuka aliweza ni kudidi. Kwa hivyo alikuja kuweza ni kuzika ziko Arzuizi. Alright. Asante sana. Ikawa sasa para pa basi bila shaka na ndivyo hivyo. Mutina aliweza ni kudidi kwa hivyo sasa ilibidi aweze ni kuja kuzika ziko Arzuizi. Walala yai. Kisha sasa kaanza kusikia para pa basi bila shaka ni masauti fulani. Chunga sana tena zaidi. Zinga mkononi. Washalala. Haya. Maza kaweza na kusikia para pa basi mlio wa risasi. Lakini mama alikuja sasa nyumbani na swara. Na kwanza nikaswara katoto. Cheki. Swara mtoto. Kai. Kwani umekuja na swara mtoto? Hema. Hii haiwezi kakulika. Supposed to shoot the babies. It was an accident. I thought it was. Anyway, no sense in letting good meat go to waste. We're gonna eat it? Tutaikula? Eat something. Akamba ndio hii ni msosi. I've never had to skin a deer before. Na kisha akaweza na kufahamishwa. Mimi sijaweza na kuskin mnyama yoyote. Najua unakuwa na babako kila wakati. Nataka unionyeshe namna nambo sasa huanga mnakuja kuweza na kuskin wale wanyama. Sasa mama alikuja kuweza na kufunza namna nambo sasa atakuja kuweza na kuskin ama kuweza para basi bila shaka ni kumtoa ni yule mnyama ngozi. Alianza sasa ni kufunza funzo Arzuizi. Alianza ni kufunza funzo Arzuizi namna nambo sasa ataweza ni kuja kuweza na kumtoa yule mnyama mangozi na kadhalika. Asante sana. Na watazamaji wangu, kama bado hujaweza ni kusubscribe, hakikisha umesubscribe na any movie nambo sasa unaitisha lazima niweze ni kukuandalia. The next movie itakuwa ni Kihindi. Manake naona pale basi kuna watu takriban wengi zaidi ambao sasa wameagiza Kihindi movie. Kwa hivyo next itakuwa Kihindi movie, kutoka hapo itakuwa ni Kung Fu movie, na ambayo sasa next sasa nataka mrequest kutoka kwa hii movie. Ili movie ya tatu kutoka kwa zile mbili ambazo zitakuja, hapo ndipo pale ambapo sasa nitaweza ni kuandalia ile movie na ambayo mtarequest kwa comment section ya hii movie. Niambie unatazama kutoka wapi na uhakikishe una subscribe. Haya, walikuja kuweza ni kusosi. Mama ameshafuzwa namna kuweza ni kuskina ama kuweza ni kupenda kutoa ngozi ya mnyama. Haya, nini sasa juu ameshaona ni katoto anashindwa kusosi. Lakini sasa hapa hakuna otherwise. Hapa hakuna otherwise. Lazima aweze ni kusosi juu. Asipososi manzi atakaa njaa, na akikaa njaa itakuwa ni mbaya, na ikikuwa mbaya manzi itakuwa ngori, na ikikuwa ngori manzi itakuwa ni hatari zaidi. Haya, alikuja kuweza kufunza namna ya kutengeneza mitego. Asante sana. Na akaweza ni kutengeneza mtego fulani ya Arzuizi. Asante sana. Punzi kabisa. Kidogo hivi akasikia parpa basi wakitoki. Lakini kanyamaza. Joseph, can you hear me? Joseph, can you hear me? Ai? Joe, come in. Joseph. Salala. Na nyakati ni za usiku. Joseph hakuweza ni kujibu. Mama kuna huzuni. Huko na shida itakuwa namna gani? Na shida itakuwaje? Lakini zile nyakati za usiku hapa ndipo aliweza kuja kuamshwa. Akamba nimesikia para Tova. Nimesikia ni kama Tova para basi anaitana. Na mama anajua Tova aliweza kudidi. Kaweza ni kuchomoka. Cheko maneno. I can't hear anything. I heard him. I know I did. It's not Tova. Akamba it's not Tova. Lakini pundi si pundi. Akasikia sauti. Dream, I heard it. It sounded like he was hurt. Please, Mom. Renee, please.
akasikia. Ai, akasikia para basi kuna kitu ambacho sasa kinalialia ardhi, na akasikia hiyo ni sio sauti para basi ya mnyama, hiyo ni sauti ya mtu. Fasta akatoka para basi tot na kisha kuingia kura kichakani. Shasha manake bwana yake tangu siku 2 sasa zimeweza ni kupita, hajaweza ni kurudi manyumbani. Ni siku 2 ambazo zimeweza ni kupita na hajaweza ni kurudi manyumbani. Fasta narua Aisha narua shasha. Lakini wacha kuja kuweza na kucheki, akapata hapa kuna jamaa fulani kwa jina Jameson. Mkono ndio huo. Ai, kucheki akaona ni mtu, lakini sio bwanake. Huyo sio bwanake, sio bwanake, ni jamaa fulani kwa jina kipenda Jameson. Fasta akakuja kumwambia Rene, nataka uweze ni kukaa kwa room yako na usijaribu kutoka, usijukadhubutu kutoka. Fasta narua sasa. Fasta tena narua sasa. Aisha aliweza na kuja kumvuta star kama hiyo. Ule jamaa kwa jina kipenda Jameson ameweza ni kuumia, kisha Rene ndio huyu anamchungulia. Na nyakati ni za usiku. Nyakati ni za usiku, ndugu brother, wapenzi watazamaji. Nyakati ni za usiku. Salala akaweza na kucheki, akaona mamake kuna kitu fulani ambacho anavuta star kama hiyo. Huko anamvuta yule besti Jameson. Yamvuta yule besti kwa jina kipenda Jameson. Choko maneno. Anamvuta yule besti. Na Rene akaweza na kuona kile kitendo. Lakini Rene hakufurahia. Instinct zake zilimwambia hapa kuna kitu ambacho sio cha kawaida. Fasta sasa alikuja kuweza na kurarua para basi nini? Aliweza ni kuja kurarua para yale mavazi ili aweze ni kuja kumtibu yule besti, manake ameweza ni kuumia vibaya sana tena zaidi. Yule besti ameweza na kuumia sana tena zaidi para kwa mguu wake, akona vidonda na kadhalika, lakini kwa mguu ndipo pahali na ambapo sasa ameweza ni kuumia hata zaidi. Alright. Asante sana. Barabara. We ni kubaya. Ati nini? Ni kubaya. Ina maana ni kubaya zaidi. Sasa aliweza na kumtibu yule besti nyakati za usiku. Kisha akakuja kulala kwa kitanda chake para basi nani? Akakuja kudozi kwa kitanda chake Rene. Huko Rene sasa aliweza na kuamka stara kama hiyo mdogo. Ina maana para basi mus. Akakuja kuweza ni kumcheki yule besti. Cheko maneno. Akapata hapa kuna bidhaa fulani na sasa huyu besti alikuwa anasikiza. Hai. Kashindo, hii ni radio ina gani? Akashindwa. Hii ni radio ina gani? Anasikiza para basi muziki zingine za upuzi hapa. Yule besti ndio huyu Jameson. Nikijitu alikuja kujisikia cheki. Wakati manzi wetu anakuja kukaribia, Rene akaona besti amefungua macho cheki. Namwangalia, naona akikaa kazi ni ya saitani. Instinct zake zinamwambia kuna kitu kibaya. Chunga Rene. Chunga manzi wetu Rene. Aya, wewe. Jamaa akafungua macho. Wewe mokorodoke. Amuka bana. Yule jamaa ameweza ni kuamuka. Na hiyo macho yake inaogofya. Yaani Rene anamwambia para basi macho ya huyu besti. Ai. Inamfanya aweze ni kuogopa.
huku besti aliweza na kuagiza maji. Mama kumbuka sasa Parpa basi yeye anafanya kitu mzuri kuweza na kusaidia. It's okay. Come on. Lakini Rene alikuja kamwambia, Daddy alisema tusitrust ma strangers. Mbona tunamwamini huyu besti? Kwa nini tunakuja kumwamini? Lakini akambua, ni vinyi tu ukipata mtu anahitaji usaidizi. Hauwezi ati ukamwacha. Unafaa unakuja kumsaidia. People from the city carry cards that say who they are. Lakini Rene akamwambia hapana. Mami, No. kwa nini unasaidia huyu mtu? Haumjui. His leg is hurt. Did the wolf bite him? Looks like it. He's a stranger. He's a stranger. We're not supposed to trust It strangers. doesn't matter what Dad says. Dad's not. Akaambia hijalishi chenye babako alisema. Huyu ni mtu na anahitaji usaidizi. Na there is no way tunaweza kosa kumsaidia tu kwa sababu yeye ni stranger. Tunafaa tuweze ni kumsaidia, maanake tusipomsaidia tutakuwa tunafanya mbaya. Na jamaa ameweza ni kukatwa kwa para kwa gurudumu lake, ameweza ni kukatwa para basi kwa mguu, na mama alikuanga sasa yeye para basi ameweza ni kusomea nursing, kwa hivyo anajua para basi mambo ya kuweza ni kutibu vidonda na kadhalika. Alright, yule mwana polisi wetu naye sasa ndio huyo, yule mwana polisi kwa jina kipenda nani? Dani mwenyewe ndio huyo. Alikuja kapata hapa kuna mnyama mwingine ambaye sasa ameweza ni kuuawa. Haya, kumbuka ni kwa msitu, kwa hivyo hizi ni vitu za kawaida tu kwake. Hizi ni vitu tu za kawaida, kwa hivyo haoni kitu kingine ati kingumu. Anaona tu ni kitu cha kawaida tu. Alright. Asante sana. You are not going to believe this. What? Another bear call. Seriously? Wakati alifika akaambiwa another bear was caught. Kwa hivyo hakuna kupumzika, itabidi kuweze ni kuenda. Haya, nani hii kazi sasa ni kama inanichoza. Yaani hakuna kupumzika. Kazi yangu ni kukaa hapa tu umetulia. Mimi kazi yangu ni kushinda hapa nikizurura kama mwenda wazimu. Hai. Hii mambo sasa inaonekana sasa itakuwa ngumu kidogo. Lakini haizuru, acha niweze ni kwenda tu. Lakini hii mambo inifurahisha hata kidogo. Alright. Ilibidi sasa aweze ni kutamburuka. Yule mwana polisi kwa jina kipenda Dani. Lakini wakati leo hii alikuja kuweza na kupita Arzuinzi, alikuja kapatana para basi na huyu besti. Na huyu besti majuzi tu ameweza ni kukosana. Kwa hivyo hakukaa hapo sana. Ikabidi sasa aweze para basi bila shaka ni kurejea. Lakini kufika Arzuinzi, cheki, alikuja kapata lile dinga. Ai, kashindwa. Kwani mwenye hili dinga alienda kukojoa petroli, na hata kama ni kukunia, kwani anakunia kobora ama namna gani? Kwani anakunia sifo? Haya, sasa hili dinga siku 3-5 hivi halijaweza ni kuondoka Arzuinzi. Alikuja kuweza na kuchungulia. Yuataka kujua mwenyewe yuko wapi. Kwa hivyo ilibidi akuja kuweza ni kuitana cheki. Hello. Ahai. Ikabidi sasa kuja kuweza ni kuandika statement ya Arzuinzi. Akaandika registration ya lile dinga shasha. Choko maneno. Arakuja kuandika registration ya lile dinga. Asante sana Mardadi. Na kisha hatimaye kama kuweza sasa ni kutamburuka. Ameweza ni kuchekiti lile dinga akashindwa. Ai, wenyewe kwani waliweza ni kwenda wapi? Kisha Jameson ni wakati anakuja kuamuka. Harigito shasha. I brought you here last night. I'll get you some water. Huku sasa alikuja kuweza ni kufahamishwa vibara. Niliweza ni kukupata last night, lakini ulikuanga sasa para basi uko unconscious. Sasa nataka uniambie ni nini na ambacho sasa kiliweza ni kufanyika.
ni nini hicho na ambacho tuliwezanga ni kufanyika, manake venye na ambavyo sasa ulivyo sio kitu cha kawaida. Yani namna nambo sasa ulivyo besti, hakika sio kitu cha kawaida. All right. Just scared it off before it could finish you. Hopefully it was my husband. Your husband? Joseph. My name is Anne. It's our daughter. Akaweza kufahamisha kwamba na kiti jina langu ni Anna, lakini hapa tunaishi para basi baba unja na bwanangu, lakini swali langu ni je, ni nini kilifanyika? Kama mbio nani ndio mimi ni akaweza kufahamisha kwamba na kiti mimi ni photographer. Ilikuwa katika pirika zangu za kuweza nikupiga mapicha na kadhalika, nikaweza nikuvamiwa. Well, we don't get a lot of people out here. Oh, no. Of course not. That's what makes it so special. I'm a photographer. I was headed up to the falls. My car broke down. I started walking back. I was so dumb. I don't know what I was thinking. Yeah. Akaweza kufahamisha kwamba kiti mimi mwenye ni photographer na nikuvamiwa tu, mimi niliweza nikuvamiwa. Nilikuwa katika pirika zangu za kuweza para basi nikufanya shughuli zangu, lakini nikaweza nikuvamiwa. Nikaweza kuvamiwa, kwa hivyo sasa ikakuwa ndivyo hivyo. Hakuna chochote na ambacho sasa ningeweza nikufanya. Akaweza kufahamisha tuko hapa hospitali kwa Ruizi, pale ambapo unaweza ukapata matibabu. Na hicho kidonda chako umeweza ni kuumia. Kwa hivyo naomba tafadhali tuweze kuchomoka Ruizi ni kupeleka hospitalini, angalau uweze ni kufanyiwa para basi bila shaka ni matibabu na kadhalika. I'd be like a sitting duck out there. Look at me. Akaweza kufahamisha kwamba na keti sasa mimi sitaki kwenda huko juu. Sasa sijui kana kwamba nitaweza nikuvamiwa. Tunaweza tukachomoka halafu niweze nikuvamiwa nikufe, na mimi sitaki kukufa. Akaambiwa kuna lazima tuweze ni kuchomoka, lazima twende, lazima tuweze ni kuenda. Hakuna ati kusema ati sijui zilienda zikawa lazima tuweze ni kuchomoka. Alright. Akaweza kufahamishwa vinyi tu niliweza ni kukubeba, vivyo hivyo ndivyo tu ambavyo sasa ninaweza para basi kukupeleka pale hospitalini kwa kuweza ni kukuvuta. Kai Mavarai atunivute. Akaambiwa ndio, hakuna njia nyingine, niniweza na kukuvuta Ruizi hapa, hakuna njia nyingine. Rene, utanisaidia kuweza nikusukuma Ruizi. I'm sorry, it's the only way to get you there. This is never gonna work. I'm telling you, it's just not gonna work. You ready, Renee? 3, 2, 1, push. Just dig your heels in, Renee. Ikabidi sasa uweze ni kuja kumvuta yule besti. Lakini besti la mapia, wai, kwa iwarwa. Kusikia uchungu, wai. Sasa uniambia nasikia uchungu namna gani? Na hata hajaguzwa. Hakia nani nasikia uchungu sana, sidhani nitafika huko. Turudi tu. Lakini hata Rene akamwambia mami, mimi ninachoka bana. Sitaki kuwaste nguvu yangu kwa huyu msia. Sitaki niweze kuwaste nguvu yangu kwa huyu msia, kwa hivyo tuweze ni kurudi nyumbani. Na unaona ile direction ambayo walikuwa wanachukua, huyu besti alikataa kabisa, katakata. Wasije wakaendelea pale basi na ile direction. Haya, kafahamishwa ni sawa sawa, waweze ni kutulia, uweze pale basi kupumzika Ruizi. Tukipata namna tutajua vijana sasa tutakukimbiza pale hospitalini. Usipoenda hospitali huenda kidonda kikaanza kupata virusi na kadhalika. Alright. Lakini mama alianza kushindwa. Ai, na bwanangu yuko wapi? Ukabidi sasa lazima aweze ni kuanza kutiga pale basi bila shaka mitigo. Akaweza na kufahamisha pale Rene, hapa sasa hakuna lingine. Tukikaa hapa tutakanja. Kwa hivyo lazima tuweze ni kujua namna ambayo sasa tunakuja kuweza ni kufanya. Juu sasa baba yako hajaweza na kurudi, achukue pale basi ni mwashiriano. Kwa hivyo lazima tujue namna ambao sasa tutaweza ni kujitafutia msosi na tuweze ni kujisaidia sisi wenyewe. And Asante sana. If he were here, we wouldn't have to.
We need to protect ourselves. If we don't hurt the wolf is gonna keep trying to hurt us. What if Tova comes back and eats it instead? He won't. Washalala. Oh wow. Asante sana. Ikawa sasa para pa basi bila shaka ndivyo hivyo. Did your dad teach you about wolves? Huku sasa para pa basi They hate alikuja kuuliza na kuulizwa, how did your dad teach you about wolves? Kamba iti hate smoke pamoja na moto. Kwa hivyo sasa wakakuja kuuliza ni kuwasha moto pamoja para pa basi na kuweka moshi. Manake mama anaogopa sana Tina zaidi. Manake hata yule beshte ameweza ni kumfahamisha alivamiwa na wolf. Kwa hivyo sasa mama ameweza ni kucheki na kuona ile situation. Manzi ni serious zaidi. 2 days. Sasa Dani na yeye kama kuna kitu huanga kinambo ni akipata mawasiliano wa kuchomoka. Hatuliangi kwa ofisi. Lakini hapa kuna bidhaa fulani na sasa para manzi wetu anaweza ni kuleta ile pete. Dani ako so concerned. Manake hapa kuna a lot of missing people. Kuna watu wengi zaidi na sasa wanaweza ni kuripotia ati kwa maana kitu wanaweza ni kupotea. Kwa hivyo anaweza ni kuja kuweza ni kucheki arzoizi. Wheels turning, what does that mean? Something about that lady. If you ask me, the wolf is the least of her problems. Can you imagine living out there permanently with a kid? That's just it. She's been living out there for how long? Lakini anaweza ni kufahamisha kuna dinga fulani na sasa niliweza ni kupata pahali fulani wa fulani. Find it. Na nashuku hii pete ni ya mwenye hilo dinga. Kwa hivyo cha kufanya nitaweza ni kuchomoka. Juu hapa kuna a lot of missing people. Watu wengi na sasa wameweza ni kuripotiwa ati kwa maana kitu wameweza ni kupotea. Kwa hivyo akashuku. Uende pale ambapo ile dinga limeweza ni kusimama hapo. Anaweza kampata pale pa basi. Namna ya kupata mwenye namba sasa anaweza ni kupotea. Lakini namba sasa utakuja kuchomoka namna gani? Unataka uweze ni kuchomoka utoke kwa tinga lako uweze kuingia kwa msitu mamayo. Si utaweza sasa kuumia sana. Kamwambia hapana. Wacha nifike maeneo zenyewe zile na kisha hatimaye tutaweza ni kupatana. Alright. Anaweza ni kukuingilia shasha. Kumbuka anaweza ni kupata dinga mara kadha wa kadha na kwa sasa aliamua kuweza ni kujua mwenye hili dinga aliweza ni kuenda wapi. Juu hawezi ati ukakuja ati unapaka kwa msitu. Ati hiyo muda wote unajisaidia. Hai. Tokoro wewe sasa labda ikuwa wewe ndiye sasa manufacturer wa petroli. Akakuja akaanza kupata maka fulani. Na ukumbuke Joseph alipatanga maka kama hizi tu. Zikampeleka pale ambapo sasa kulikuwa ni kubaya zaidi na tangu huo wakati hajaweza ni kurudi. Cheka maneno. Mudhari kuja kuweza ni kufuata zile max. Cheka maneno. Mosa. Ile kitu tu namba sasa akonao kwa mkono ni walkie-talkie. Ile kitu kubwa sana akonao kwa mkono wake. Manzina kufahamisha ni walkie-talkie. Chunga sana tena zaidi. Washalala. Alright. Na ukumbuke Joseph, kuna mitego fulani namba sasa aliwezanga ni kutiga. Cheku maneno. Asante sana. Akapata sasa maajabu ya Musa kabla ya Firauni. Oh my God. Lucy. Kujaribu kuita Lucy. Do you copy? Lucy achukui simu. Lucy. Na uchunge. Kukanyaga. Woi kai woi. Mkono naye woi kai. Mungu yangu. Kogo. Kwenda kuguza kando ati aweza ni kuchomoka. Akaguza mtego ingine. Maskini wa Mungu. Ay. Woi mkono. Hivyo ndivyo namba sasa wanaweza na kukamatoa. Mama naye ndiye huyu. Halali. Na mawazo namba sasa konayo sana tena zaidi. Ni pahali na ambapo bwanake alimo. Cheka maneno.
aliendelea sasa kutengeneza mitego ya Arzuizi. Asante sana. Huko na Jona mjinga sana. Ndio aliweza ni kuruhusu bwanake aweze ni kuenda. Kisha punde si punde. Akapata yule bishti bado para basi ako para mle ndani ameweza ni kulala. Huko anawika tuma uchungu. Anawika tikoma na kuita na hisi uchungu. Mama akaweza ni kuachana na yeye. Na nyakati zikafika sasa za usubuhi. Nyakati zikafika za usubuhi sasa. Alright. Aya. Sasa mama naye sasa alikuja kuiza ni kurudi Arzuizi. Huko sasa kapata bibi yake Dani. Anakuja kuuliza, kwani hiyo ofisi yenu kwani mumeamua mulalage kwa ofisi siku hizi? Hey, this is Barb. I fell asleep waiting. Huko kapata ni bibi yake. Ameweza ni kuacha voicemail. Huko akiweza ni kusema, Dani wacha kunichezea, njoo nyumbani na kuhitaji. Na hapo mama ndipo pale ambapo sasa aliweza ni kucheki pale ambapo sasa ile location ilikuanga na akaamua kuelekea zile maeneo. Sasa hizi ni nyakati za jioni shusha. Mama naye sasa ndio huyu Ann. Ako na mawazo chungu mzima. Bwanake aliweza ni kwenda kule kichakani na hadi wa sasa hivi hajaweza ni kurudisha mawasiliano. Hakuna any communication ambayo ameweza ni kupata kutoka kwake. Huko na mcheki yule bishti. Akaamua kuweza ni kuchomoka cheki. Asante sana. Akakuja huku sasa naangalia mitego aonekana kwamba sasa kuna kitu na ambacho sasa wameweza ni kukamata, manake hata siku mbili hawajaweza ni kukula chochote. Ina maana ako maunenge zaidi. Wako njaa. Sasa wacha kuja hapa. Akapata swara. Mama alifurahia. Manake wakati na ambapo sasa alikuja Rotikando, alikuja kuweza ni kupata swara. Aliona ni kama muujiza. Wakati alipata swara, manzina kumbuka hapa basi yani kilipenda sungura. Alikuja kumpata sungura. Wakati alipata yule sungura, mama ndiye namba sasa akuamini. Aliweza mpaka kudodoka na machozi, akimanji njana ambayo sasa wako nayo yeye na mwanawe. Pamoja na yule beshte kwa jina Johnson, kumbuka wakati alikuja pale nyumbani, sasa jukumu likakuwa ngumu. Juu sasa chakula alikuwa anatafuta ya watu watatu. Na alikuwa amezoea kutafutiwa. Oi, kasungura alikuja kukavunja shingo. Akakavunja shingo star kama hiyo. Kai chakula. Kai. Oi. Niwe ni shida na taabu. Ni shida na taabu. Haya. Ikabidi sasa para basi aweze kujaribu kuweza ni kutafuta bwanake. Lakini kidogo hivi akasikia ile wakitoki ikijirudisha hapa karibu tiki. Ai? Akaanza kuisikia fasta akajua kama naketi Joseph ako Arzuizi, akajua kama naketi Joseph huenda yuko Arzuizi. Akaanza kukaribia na nyakati sasa ni za mchana. Chunga sana tina zaidi mami, wacha kuja kuweza ni kucheki. Akapata bwanake tayari ni kuisha maneno. Bwanake aweza ni kuvamiwa na kawawa. Huko ameweza ni kudungwa mgongo vibaya zaidi. Amedungwa mpaka kichwa vibaya sana tina zaidi. Hakika maskini wa Mungu Joseph manzi ni kuisha maneno. Hoi. Na kwa mkono wake ameshikilia daga. Na hapa ndipo akaweza ni kukumbuka. Yule besti wakati anaweza ni kukujanga, alimtoa tu pahali kama hapa. Na akakumbuka vinyo yule besti alikuwa anamcheki. Akajua kama naketi yule besti huyo sasa ndio muuaji. Yule besti hakika ndiye namba sasa ameweza ni kuangamiza bwanake.
Sasa hapa na kufahamisha mambo imeanza ni kuchacha dogo brother mpenzi mtazamaji. Manake naye Lucy ni wakati na ambapo sasa anakuja kuweza ni kupata Dani. Dani nakwambia sasa ameumia. Na unaona hapa bado kuna watu wengine na ambao sasa wameweza ni kuuawa. Dani! Ai! Dani! Akasikia kuna mtu anaitana. Mama akapiga honi. Na sasa Dani alikuanga na bunduki. Kumbe alikuanga pale pa basi na pisto yake pale. Akaweza ni kuchukua pisto star kama hiyo. Kisha akakuja kuweza ni kupiga risasi hewani. Asante sana. Akaanza kupiga marisasi ili sasa Lucy aweze ni kujua pale na mapo Dani na alipo shasha. Dani nikakufahamisha ni mwanapolisi. Mos. Bado Dani anaendelea kupiga marisasi ya arzuizi. Bado Dani anaendelea kupiga marisasi ya arzuizi. Salala. Alipiga marisasi hadi akaweza ni kuisha. Wakati Lucy anakuja kuweza ni kucheki. Jesus Christ. Akamwambia hapana. Huenda nikajaribu kuingia pale na hapa ulipo. Pia na mimi niweze ni kunaswa na mtego. Unaona hapa kuna mizogo ya watu. Mnafundishwa arzuizi. Wanyama wala watu wanakuja wanaanza kuwasusi. Hata ni bahati ya Maulana bado hajaweza ni kupatikana. Manzi akaweza ni kufahamisha sasa itabidi uweze ni kukaa arzuizo. Niweze ni kuitisha backup. Na Manzi ameshajua Jameson ndiye nambari weza ni kuangamiza bwanake. Ndugu. Yani unaniulia bwanangu. Na mimi nakuja ati kuweza kukusaidia kwa roho mzuri. Ai, utakuja kuinamia shasha. Ina maana you gonna kuinamia. Utakuja kupenda babarai. Akakuja kumcheki Rene. Mos. Alikuwa amemwacha sasa Rene pamoja na Harjitu pale manyumbani. Chako maneno. Pole. Mos. Ina maana mdogo. Akakuja kaweza na kutuungulia. Akapata jangiri kuruti kando. Chaka maneno. Na akaweza ni kumcheki. Ameshajua kwamba Naketi amejulikana. Ameshajua kwamba Naketi ameshajulikana kwamba Naketi yeye sio mtu mzuri. Ameshajulikana kwamba Naketi yeye sio mtu mzuri. Hicho ni kitu ni jambo ambalo sasa ameweza ni kunotice. Mama akajongeria chacha. Kwanza kabisa anataka kumwokoa binti yake. Manake ameshajua kwamba Naketi binti yake hali yake imo hatarini shasha. Mdogo. Ameshaona tayari bwanake kaweza ni kutambarizwa. Yai. Manze wetu ana atafuanya nini wala atatinda nini. Mdogo. Ina maana Mos. Chika maneno. Leni alikuanga kwa arzuizi. Na mtazamaji, kama bado huja subscribe, hakikisha umesubscribe at DJ Christ Movies. Hapa kwenye YouTube tunaelekea 1,200, tunaelekea 200,000 subscribers. Twende namna hiyo hadi tufike 1 million subscribers. Kisha alipatikana. Maskini alipatikana na nikijitu. Kumbe kilikuwa kinajifanya kimeumia zaidi. Hakijaumia. Hii yote ilikuwa kinakula jano. Kumbe Jameson hii yote alikuwa anakula jano. Ai, nikiroya mako. Ai, manzi wetu Rene ndiye na sasa amini kuna mamake anakuja kuweza kunyongo star kama hiyo. Mamake ananyongwa na wao na polisi sasa wameshawizi na kufahamisha kwa Naketi already kumepatikana watu namba sasa wameweza ni kuuawa, na moja kati ya wale watu ni mwanapolisi ambaye bado wako hai na ameweza ni kuweza kuwa trapped kwa mtego ambaye sasa ndiye Dani. Alright. Lucy aliweza kupata pale basi usaidizi kwa haraka zaidi. Jengine sasa akakuja akachukua pinikira. Akaamua kujidunga. Huku naona mama ameweza ni kunyongo sasa yuko hari mahututi kwa upande wa Mount Sea level.
We ni kubaya zaidi. Aisha washalala. Kumbuka nilikufahamisha nitakuja kukuonyesha ni kwa nini sasa huyu besti akakuja kuwiza ni kutolewa ngozi. Ni kwa nini huyu besti akakuja kutolewa ngozi. Kumbuka nilikuonyesha kwenye mwanzo wa sinema, na sasa tumeanza kupata sababu kamili sasa. Mama alikuja kaambiwa sasa, unajua sasa uliingilia mambo yangu. Tungekaa hapa mzuri na mimi singekuwa na ubaya, lakini sasa umekuja kuniletea ujinga. Kwanza mimi nataka nisikie mzuri. Mimi nataka nisikie mzuri. Mimi nataka nikugudhe ululu. Nataka nikugudhe ululu. Nikikugudhe ululu nisikie vizuri. Unasikia? Kwanza ziko wapi funguo? Funguo za gari ziko wapi? Akaonyesha pale na ambapo zilipo. Weni kila mwanaume huyo ni mimi ni mwanaume na ben mjanja. Akachukua funguo star kama hiyo. Yai. Kisha sasa kama sasa lazima asikie vizuri. Kusikia vizuri lazima nisikie vizuri. Tokea kila mwanafuani. Wacha sasa nisifukuze uchungu kwa kusikia mzuri. Kisha kaseti para basi bidhaa zake akaweka star kama hiyo kwa masikio ili asikie manzi akiweza na kuscream. Na sasa para basi Dani anakuja kuweza na kusaidiwa. Salala kama kuna kitu ambacho kimeweza ni kumstua Lucy pamoja na wale wanapolisi ni China ambacho sasa wamekuja kuweza ni kujionea. Kisha sasa kakitu ndio huyu akamakoma na keti sasa anakuja kuweza ni kuchoma mpaka para basi zile beddings. Vitu zote ambazo sasa zilikuanga para basi zake mama aliamua kuja kuweza ni kuziteketeza hizi. Washalala chukua para basi petroli na kisha akaweza ni kumwaga hizi huko ndio sasa kusikiza para muziki wake wa kijinga. Na kisha amemwambia mama lazima asikie vizuri. Sasa alikuja kumwambia papara hii, wacha bado sijamalizana na wewe. Tulia namna hiyo. Wacha kwanza nichome kila kitu warazuizi. Manake staki mausi zikuja kunikatizia para basi msuri. Mama naye sasa aliona para basi hapa kuna ile silaha yake. Kuna ule mtego huku jangira alikuja kawiza ni kuwasha moto warazuizi. Alikuja kuweza ni kuwasha moto huku anateketeza kila kitu chake mama. Yai. Haya. Mama anaona mtego uko tu warazuizi roti kando, lakini sasa amenyongwa hana nguvu. Kisha kaidi sasa kama wakati wa kusikia mzuri. Ni wakati wa kusikia mzuri sasa. Sasa mimi nataka nisikie mzuri. Nona nikagito kagorusiri. Nikagito eki kagorsera. Washalala. Alright. Modo nini? Lazima nisikie mzuri. Look at me. Niangalia ndio usikie mzuri na mimi. Nakumwagia mate jo. Lakini mama alicheka kaona wewe. Unataka atiweze kunirepu Mama alifikia mtego. Kisha gaidi akawekewa mtego wa mdomo cheki. Gaidi aliwekewa mtego wa mdomo. Mama akaukamata kisha kanwa kisha pale ya kichwa wekwa kando. Ala kuja kulitia nani? Kisha akuja kumtafuta Rene. Hakuamini. Maskini wa Mungu mama hakuamini. Tayari Rene manzi ni kuisha maneno. Tayari binti yake Rene tayari ni kuisha maneno. Hakuamini. Kumbe gaidi wakati manzi alikuwa ameweza ni kuzirai, aliweza ni kumnajisi binti yake na akaweza kumtambariza. Hapo ndipo pale ambapo manzi wetu Ann alikasirika
na akaamua sasa kufanya revenge shasha. Huko na polisi nao sasa wanaendelea kusachi kura kichakani, wako sasa on one operation, na kisha kumbari wakaona moshi, kumbari wakaweza ni kuona moshi, kwa hivyo wakaamua kuelekea pale ambapo sasa kuna ule moshi, wakaamua kuelekea pale ambapo kuna ule moshi, wakaamua kuelekea pale ambapo sasa kuna ule moshi. Naye mama sasa amekasirika, alikuja akachukua bidhaa zake yule gaidi, kisha kaweka Ja Rastafari, Ja Rastafari, kisha kamfungiria gaidi upande wa juu. Sasa kumbuka, hivi ndivyo na ambavyo sasa tulikuja kuiza ni kuanza picha yetu. Sasa mama amekasirika, yani gaidi ni wakati anajisikia haya, kwani niko wapi? Kisha sasa zile bidhaa za bwanake za kuweza ni kusorota akazichukua, yani ukaua bwanangu, kisha ukakuja ukaanza kunifanya mimi niweze para basi kukusaidia ni kama na kwamba wewe ni mtu mzuri, na kisha kumuua binti yangu. Goja alianza sasa kumtoa ngozi, cheki, na jamaa kwa hai alianza kutolewa ngozi. Kwani unafanya nini? Hukumenya, utajua. Alijaribu kuuliza ati unafanya nini, akaambiwa utakuja kujua Vavarai, mimi kabisa ukakuja kunifanyisha ujinga Vavarai, wacha sasa, unafanya nini wewe? Utaenda mbinguni tafadhali, wacha tu wewe. Unaambia nani msia? Unaambia nani? Huku na polisi sasa unakuja kuiza na kujungiri. Wanapolisi wako kwa wingi sana tena zaidi. Ina maana wanapolisi wako hapa kwa wingi sana tena zaidi. Cheko maneno. Wanapolisi wamekaa kwa wingi zaidi, wakakuja kuiza na kuzingira zinzi. Wakati na ambapo wanamaliza ati kuzingira, naye sasa mama alikuja kumtoa yule gaidi ngozi live. Nogo, saitani katolewa ngozi. Wanapolisi wakati umetulia star kama hiyo, mama alikuja kukutokelezea cheki punde si pundi. Alichomoka akiwa na ngozi ya yule gaidi, sura ameichomoa star kama hiyo. Alichomoka na ngozi ya yule gaidi star kama hiyo, huku ameweza sasa ni kukasirika zaidi. Wanapolisi hata hawakumwongelesha. Haya, hii mtu sasa kwani ni mnyama kiasi gani? Yaani hii mtu imeweza sasa kuangamiza. Haya, inatoa mtu ngozi. Haya, acha nikwambie, hii ni kitu mbaya sana. Lakini juu wanamjua. Hapa basi Lucy anamjua mama. Alikuwa amekuja kuza ni kuripoti kwa mwanaketi bwanake ameweza ni kupotea. Kwa hivyo anamkumbuka vizuri sana tena zaidi. Sasa kajamaa bado akajadidi. Kakakuru pande wa nani? Akamwangalia Lucy akamwambia, "Mlikataa kunisaidia. Bwanangu amededi na mimi nimejisaidia." Akona huzuni sana tena zaidi. Lakini amini usiamini, jangili alitolewa ngozi. Cheki. Amekondoa macho star kama hiyo. Kisha maneno. Kisha mama akakuja na kisha para babasa kabisa na kukaroti kando. Huko amekasirika sana tena zaidi. Lakini all in all, mama ameweza ni kufanya revenge. Huko akibaki kuweza ni kufanya revenge yake star kama hiyo. Hapa bishi nami nikicheki upande mwingine. Hakuna lingine. Mimi nikicheki naona pichari tu. Mwisho. Kabishini wako Mansarekta. Kiapa Rianking DJ, Rianking Christ, aka Kemo Anake Wajir, Anani, wacha nisiseme. Hadi kwenye picha ambaro ni next, tupatane papa hapa kwenye mitambo ya YouTube. Na ni Dangama, ni wacha nisiseme. Ala! Hadi wakati mwingine kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu, niliweza ni kuwaambia kwamba na keti nitaweza ni kuwatengenezea hoods kwa wale ambao sasa ni mashabiki wangu wanataka kuweza ni kupata hoods zimeandikwa DJ Christ Top Fana. Anaendelea kushughulikia hayo maneno.
kisha na maana tuhakikishe tunaweza ni kuwafikishia kila moja pahali popote ulipo. Tutaweza para pa basi website ikiwa ready, nitaweza ni kuwafahamisha namna na ambayo utakuwa sasa ukija kuweza ni kupata ni zile hoods zikiwa zimeandikwa DJ Christ Top Fans. Otherwise, nawapenda sana tena zaidi na waheshimu. Inshallah tuonane. Request ya movie niambie unatazama ukiwa wapi na mambo ikuwe ndivyo hivyo barabara kabisa.